umeinuliwa juu. Yesu, Hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho. Jana niliweza kukusomea kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili. Nilikusomea kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, ambacho ndicho kimebeba kichwa cha somo. Wakorinto wa pili sura ya 3, nikaanzia ule mstari wa 17 mpaka ule wa 18. Na neno la Mungu linasema, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kirudia ule mstari wa 18, anasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Na nilikueleza hapa, nikakwambia Paulo alikuwa anaonyesha vipindi viwili tofauti, na wale wanaosoma maandiko watagundua hapa alikuwa anaonyesha namna ambavyo utukufu wa Agano Jipya ni mkubwa zaidi kuliko utukufu uliopatikana kipindi cha Torati. Amen, amen. Na utaona wale wanaofuatilia maandiko, utagundua kuna mahali ameeleza kabisa, anaeleza wazi kabisa kwamba kuna huduma ya haki, na anaeleza na juu ya huduma ya mauti. Ukisoma ule mstari wa 7, anasema, basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, anazungumza Torati, ilikuja katika utukufu, hata wana wa Israeli, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibadilika. Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, seuze huduma ya haki ina utukufu unaozidi. Kwa unaona, anazungumza vipindi viwili tofauti, na anazungumza aina mbili za huduma. Kuna huduma moja inaitwa huduma ya mauti, lakini kuna huduma nyingine inaitwa huduma ya Roho. Na ile huduma ya mauti, kwa nini anaitwa huduma ya mauti? Anasema ililetwa kwa Torati, ililetwa kwa sheria zilizoandikwa katika mawe. Kama ilikuwa na utukufu kiasi ambacho Waisraeli hawakuwa na uwezo wa kuuona uso wa Musa, je, si zaidi huduma ya Roho ambayo sheria zake haziandikwi katika mawe, bali zinaandikwa kwenye vibao vya mioyo ya watu? Anasema, je, si zaidi? Haleluya, watu wa Mungu. Kwa unaona, anaonyesha kuna huduma iliyoletwa na Torati, lakini kuna huduma iliyoletwa na neema. Anazitofautisha. Na tunaposoma hapa, ukienda kusoma context, dhima au dhana kuu ni utukufu wa Agano Jipya.
Alichokuwa anatafuta kuelezea kwa mzigo hapa ni kuonyesha namna ambavyo utukufu ulio ndani ya Agano Jipya ulivyo mkuu kuliko ule wa Agano la Kale. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa ukisoma yale maandiko tuliyosoma kuanzia mstari wa 17 mpaka ule wa 18, unaona akieleza kwamba basi Bwana ndiye Roho. Bwana ndiye Roho, alafu ile Roho ameweka ara kubwa, na ukishaona ara kubwa anamaanisha Roho Mtakatifu. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema Bwana ndiye Roho, alafu anaendelea anasema walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Anapozungumza alipo Roho wa Bwana, lugha ya kiroho ya sasa, anazungumza juu ya uwepo wa Roho wa Bwana. Amen, amen. Anazungumza juu ya uwepo. Sasa ukisoma Kiswahili kinarahisisha sana, alipo Roho wa Bwana, lakini Kiingereza kinatofautisha maneno mawili, existence of the Holy Spirit na the presence of the Holy Spirit. Ukisema existence, Roho Mtakatifu yuko kila mahali, hata kuzimu yuko kila mahali, na duniani hapa yupo kila mahali. Hiyo ni existence, yupo kila mahali. Lakini unaposema presence, unamaanisha uwepo wake. Maana yake pamoja na kwamba yuko kila mahali, lakini anajifunua visehemu. Jina la Yesu libarikiwe. Yani anapodhihirisha uwepo wake, ile ndio tunaita presence. Hata mtu akifika mahali anasema mahali hapa yuko Mungu, maana yake amefunua uwepo wake. Sasa anasema mahali alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Amen, amen. Maana yake nikazungumza jana, kuna maeneo ukitaka kuwa huru lazima utafute uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa Mungu ulio mkamilifu kwenye hilo eneo. Unisikilize, kuna eneo ambalo nguvu za Mungu peke yake kutoka kwa nabii au kwa mtumishi au kwa mchungaji hazikutoi. Kinachohitajika ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu ndani ya uwepo wa Mungu kuna sauti yake, ndani ya uwepo wa Mungu kuna nguvu zake, ndani ya uwepo wa Mungu kuna maelekezo yake binafsi yanayokuhusu. Amen, amen. Kwa sababu kuna hatua za kimabadiliko zinahitaji maelekezo binafsi, sio ya kundi. Maelekezo binafsi ya kwako, kwamba Mungu ananisemesha, Mungu ananiambia, Mungu ananielekeza. Kuna hatua, kuna mabadiliko yanahitaji maelekezo binafsi. Na hayo maelekezo unakutana na kesi kubwa kwamba mimi mwalimu, shida yangu ni kumsikia Roho. Unanielewa nachosema? Bwana Yesu asifiwe. Nikakueleza maeneo yoyote ambayo Mungu hajawa Bwana, Roho Mtakatifu hajawa Bwana, hujampa heshima ya kuwa mtawala, huwezi kuwa huru kwenye hilo eneo. Eneo lolote ambalo hujampa nafasi ya kuwa mtawala, unisikilize mtu wa Mungu, hata nikikuombea hapa, eneo hilo kama Roho Mtakatifu hatachukua nafasi. Yesu alipokuwa akiwaombea watu aliwaambia hivi, nikitoa pepo kwa Roho Mtakatifu, ujue ufalme wa Mungu umewachilia. Maana yake eneo lolote lile ambalo pepo likiondoka, Roho Mtakatifu asipochukua nafasi, maana yake utawala mwingine bado haujaingia kwenye hilo eneo, bado hauko salama. Unanielewa ninachozungumza? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikakueleza, nikasema eneo lolote unalomfanya Bwana akawa mtawala, hilo eneo sio swala la kuomba tu, utaanza kuona vifungo vikikatika,
utaanza kuona njia ikionekana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amefanyika kuwa Bwana kwenye hilo eneo, na Mungu ana wivu kuliko wivu ulio nao. Mungu akisha kuwa Bwana, kile anachokitawala hata tamani kiguswe na kitu kingine. Mungu ana wivu kuliko wivu alionao mume wako. Unanisikia anachosema? Mungu ana wivu mkali. Na ndio maana wana wa Israeli alikuwa akiwatawala, akiwaambia fuateni ninachosema. Wakimkosea, wakiabudu, wakifanya zina, anakuwa anawatazama tu, wanatukana, anawatazama. Wakifika mahali pa kugeuza utawala, badala ya kumfanya Mungu kuwa Bwana kwao, wakageuza miungu ikawa Bwana kwao. Mungu alikuwa nyamazi. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu mwenye wivu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo nikakueleza hapa, na maandiko yanaposema tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, unisikilize, kwenye Agano Jipya unapookoka, roho yako inaokoka. Nilikwambia jana, nikakwambia tunapozungumza habari ya kuokoka, roho yako imeokoka. Lakini swala la fikra na akili na mawazo, roho inaweza ikaokoka lakini mawazo yakabaki yale yale. Na hiki ndicho kinachosumbua sana kwenye kanisa, kwa sababu roho yako imezaliwa mara ya pili, lakini swala la mabadiliko kwenye nafsi yako ni hatua kwa hatua. Na nikakusomea kwenye Warumi 12 ule mstari wa 2, anaposema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Nilipokuwa nakwambia badiliko maana yake nini, nikakwambia badiliko ni kitendo cha kupokea hali mpya tofauti na ile ya kwanza. Ni kitendo cha kufanywa upya na kupokea hali mpya tofauti na ile ya kwanza, kwa tafsiri nyepesi kabisa. Na nikakueleza, nikasema Paulo anawaambia wale ndugu, ni kanisa la Mungu, usisahau hawaongei na wapagani, anawaambia watu waliookoka. Anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe, sio roho zenu, anasema nia zenu. Sio roho zenu, anasema nia zenu. Sio roho zenu, anasema nia zenu. Lile neno nia, nikasema ukisoma Biblia ya Kiingereza utaona imeandika mindset au mind. Inazungumza juu ya kuwa transformed kwenye mind. Nikakwambia neno mind ukisoma kwenye kamusi ya Kiswahili, maana yake akili, maana yake mawazo, maana yake fikra. Kwa wanaposema mgeuzwe nia zenu, anamaanisha ugeuzwe mitazamo, ugeuzwe fikra, ugeuzwe akili zako. Na anapolitazama kanisa la Rumi, wameokoka, lakini eneo walilokuwa wamekwama, hawayajui mapenzi ya Mungu. Na kinachowakwamisha wasijue mapenzi ya Mungu ni kitu gani? Sio kuokoka. Kuokoka hakuna shida, wameshazaliwa mara ya pili. Kinachowakwamisha ni aina ya akili iliyobakia ndani yao hata baada ya kuokoka. Haleluya, watu wa Mungu. Aina ya akili, unisikilize, unaweza ukaokoka kabisa lakini akili yako ikabaki na giza. Unielewe. Na akili yako ikibaki na giza, nasoma maandiko, Paulo alikuwa anamwambia Timotheo, anasema hao watu fahamu zao zimetekwa kiasi kwamba wanayatenda mapenzi ya shetani. Tena ameandika wazi, mapenzi ya shetani, yani wanayatimiza mapenzi ya shetani. Anasema hao nao waonye, yamkini wageuke. Anazungumza badiliko la ufahamu wao. Habari ya kuokoka, wameokoka, lakini fahamu zao zinatumikishwa na roho nyingine. Watu wa Mungu, unaweza ukawa umeokoka na kuna maeneo unapambana, kumbe problemu iliyoko ni kwenye akili yako. Akili yako haijapokea nuru. Wewe umeokoka lakini akili yako haijapokea nuru. Kwa kwenye eneo ambalo akili yako haijapokea nuru, giza bado litakuwa na nafasi ya kukunyanyasa. Unanielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Roho yako inaweza ikawa imeokoka, lakini fikra zako kwenye eneo la afya hazijapokea nuru. Utanyanyasika tu kwenye hilo eneo kabisa. Hujawahi kuona mtu ameokoka vizuri, ana Roho Mtakatifu,
lakini anaweza akalogwa tu, hata kwenye biashara yake inalogwa tu kirahisi rahisi, na anakiri kabisa, wameniloga mwalimu. Unajua zamani ukiongea hilo neno kwa wale wazee, ndio maana saa nyingine nawaambiaga watu, nyinyi mshukuru Mungu, saa nyingine mmelelewa na watu wapole. Wale wazee zamani, kwanza ukienda kwenye fellowship, wale wazee, unajua mafundisho pia yanakuja kwa sababu ya aina ya kizazi. Kizazi kikiwa kizembe, mafundisho, wewe mzee wakati ule huku kuna miti mnaenda kuomba mkiwa vijana, mnafunga wapi huko forest sasa, mlikuwa mnaenda kuomba kule polini. Zile fellowship mlikuwa mkifika ibadani, mkianza kuimba, mlikuwa hata na ajenda ya kukemea mchawi? Hawana hiyo ajenda. Mlikuwa hata na ajenda ya kusema tumfungue mtu mmoja wetu hapa? Hawana. Kwa nini mlikuwa hamna? Kwa sababu kitendo cha kuokoka, walivyokuwa wanafundishwa elimu yao ya kukulia wokovu, akili zao zilikuwa zinahamishwa kwamba sisi kwanza hatuwezi kulogwa, hatuwezi kuvamiwa, kwa kiasi kwamba wakifika kwenye ibada kwanza hawezi kusema tutubu dhambi, kwa sababu dhambi itatokea wapi? Au nasema uongo? Lakini leo inabidi kila tukifika kwenye ibada tuseme Mungu tutakase, kwa sababu tuko kizazi cha michanganyo. Ibadani kitakatifu kwa Bwana, baada ya ibada kizazi cha dunia. Sijui mnanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Walikuwa hawataki hata harufu ya dhambi, harufu tu ya dhambi, kinachoitwa dhambi iwepo. Wangapi wananielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kama vile yalikuwa maisha fulani hivi magumu, lakini yalikuwa yanalinda, yanambadilisha mtu kabisa kabisa. Yani kuna shuhuda huwezi kuzisikia kwamba nilikabwa usiku. Zilikuwepo hizo shuhuda kweli? Huwezi kuzisikia. Leo ni kawaida tu, tumishi niombe, yani wamenikaba usiku, wamenidinya afu anayeongea ameokoka. Tatizo liko wapi? Ufahamu, akili. Mwambie jirani yako akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikakueleza vitu vya namna hii, na nikakwambia lengo la somo. Sitarudia malengo ya somo, jana nilikwambia kama matatu hivi, lakini nataka nimalizie leo lingine. Nikakwambia malengo ya somo nilikueleza, lakini hili nataka nimalizie lingine. Lengo la somo hili, kwa nini Mungu anatupa somo hili? Lengo lingine ni kuhuishwa imani yako ili iwe na uwezo wa kukuletea matokeo sahihi. Kuna matokeo alafu kuna matokeo sahihi. Amen, amen. Kuhuishwa imani yako. Kuhuishwa maana yake unacho imani, unayo. Mtu anaweza akawa na imani imedumaa, anaweza akawa na imani iliyo dhaifu, anayo imani ndogo, anayo imani dhaifu, anayo imani iliyodumaa, haileti matokeo. Ubaya wa imani iliyodumaa, inakumbuka tu historia, lakini haina kitu kipya kinachoendelea. Unanisikia nachosema? Unakuna simulia tu. Yani mimi miaka 7 iliyopita nakwambia, nilikuwa nikiomba namna hii, naona mpaka nyumba inacheza hivi, nguvu za Mungu zimeshuka. Afu namwambia omba basi leo, hawezi. Kwa nini? Imani yake imedumaa, imebaki na historia ya zamani, hakuna kitu kipya. Sasa lengo la somo hili ni kuhuisha imani yako. Na kwa nini imani yako ihuishwe? Kumbuka hizi ni siku za mwisho, ni siku ambazo unahitaji kutembea na kuishi kwa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini imani yako ikuletee matokeo sahihi? Somo hili linalohusu utukufu linauishaje imani yako? Yohana 11 mstari wa 40, Yesu anamwambia Martha, si nilikuambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa kuna aina ya imani ambayo mtu akiwa nayo anauona utukufu wa Mungu. Uponyaji. Na mtu akiwa na imani ya namna hii wala hahitaji maombi mengi.
Yesu alikuwa akikutana nao, wengine anawaambia imani yako imekuponya, wala muombei. Kwa sababu ile imani inayohusiana na masuala ya uponyaji, ukisha kuwa nayo inavuta muujiza unaoleta uponyaji kwenye afya yako. Ni imani. Amen, 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 amen. Lakini kuna imani ambayo huwa inadhihirisha utukufu. Imani ya namna hii ukiwa ndani yako, mwalimu, mtajuaje sasa ishara ya imani hii kwamba ninayo? Imani ambayo inafunua utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Imani ya namna hii ikisha kuwa ndani yako, huwa inatengeneza lugha au inatengeneza msukumo wa kumtaka Mungu kuliko chochote. Unaweza ukawa una njaa, unaweza ukawa unapita mahali pagumu kwenye biashara, lakini imani ya namna hii inapoumbika ndani, Roho Mtakatifu anapoitengeneza ndani, utajikuta kila ukiingia kwenye maombi, huombi Mungu akupe pesa, huombi Mungu akupe uchumi, lakini inakusukuma kumtaka Mungu kuliko chochote. Unaweza kukutana na mtu wa namna hii, anaumwa, ulitegemea aombe Mungu niponye, afu unashangaa anaomba Mungu, ninakutaka wewe tu utawale maisha. Imani ya namna hii huwa inamvuta Mungu kuliko chochote kwenye maisha ya mtu. Unanielewa ninachosema? Jina la Yesu litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anapokuwa na imani ya namna hii, utukufu wa Mungu unapodhihirika, unajua vitu gani vinatokea? Ni vitu vingi sana, na nitakuonyesha. Ni vitu vingi sana. Kwa lengo la somo hili ni kuhuisha pia imani yako ikuletee matokeo sahihi. Jamani, imani ina tabia ya kuleta matokeo. Ukisema nina imani, maana yake wewe ni mtu wa matendo makuu ya Mungu. Ni mtu ambaye maisha yako yanaambatana na ishara, yanaambatana na matokeo, sio maneno. Ukishasema mimi ni mtu wa imani, maana yake wewe ni mtu wa matokeo. Matokeo. Huzungumzi porojo, husemi tu ninayo imani, lakini unakuwa mtu wa matokeo. Sasa unaweza ukawa nayo lakini haiko active. Ndio maana mahali pengine Yesu aliwaambia enyi wenye imani haba. Unajua maana yake ni kwa nini aliwaambia vile? Kwa sababu matokeo yaliyohitajika kutokea hayakutokea. Enyi wenye imani haba. Na ubaya wa imani yako kuzofika, utakwamishwa kuingia kwenye maisha ambayo Mungu alikukusudia uwe nayo. Kama nafikiri nakutania, kaulize wana wa Israeli, kasome Waebrania, inasema hawakuingia katika raha ile. Kwa nini hawakuingia? Kwa sababu ya kutokuamini. Kutokuamini tu, hawakuingia. Mwalimu unaongea nini? Ngoja nikueleze. Watu wengi hapa wanaoomba na wengine wanaohudhuria makongamano ya maombi, wakimwombaga Mungu, wakimwomba Mungu anawaletea vitu, anawaonyesha. Wengine anawaletea mawazo, wengine anawaletea ndoto. Wanaona maisha mazuri, wanaona wako huru, wanaona wamepata hiki. Afu njoo kwenye ulimwengu wa mwili, hivyo wanavyoviona, wa wengine wameviona ni miaka 7, hata kimoja hakipo. Sasa sio kwamba kwenye ulimwengu wa roho vipo. Unamwambia Mungu nahitaji hiki, Mungu anakuonyesha kipo tayari. Shughuli ipo kukitoa kilichoko kwenye ulimwengu wa roho kije kwenye ulimwengu wa mwili. Yaani wewe nikiomba hapa, unaweza kaiona mpaka V8 dada. Yaani unaiona kabisa Mungu amenibariki, nina V8, nina magari, nina nyumba, Sasa zitoe hizo nyumba zije ulimwengu wa mwili. Mbona mmetabasamu sana? Kwani haitokei hivyo? Mwalimu, nimeota mimi ni mzima kabisa, lakini kwenye ulimwengu wa mwili bado anafanya nini? Anaumwa. The problem imebaki wapi? Kukitoa kilichoko kwenye ulimwengu wa roho kije katika ulimwengu wa mwili. Na hapo ndio imani inapofanya kazi. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa sababu hivi kwa imani tuwafahamu hata hivi vinavyoonekana havikuumbwa kwa vitu vinavyoonekana, bali viliumbwa kwa vitu visivyoonekana. Sasa mtu anapotaka kupata badiliko kwenye ulimwengu wa mwili, imani inahusika sana kwenye maisha yake. Na ndio maana tutakapokuwa tunajifunza hili somo,
utaona moja ya kitu ni kuhuishwa imani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa utukufu maana yake nini? Utukufu wa Mungu maana yake nini? Haya, twende haraka haraka nikupe tafsiri kama 4 hivi. Najua utapata mojawapo itakusaidia. Utukufu wa Mungu maana yake nini? Kama unaandika, andika tafsiri ya kwanza. Tena nakupa fupi fupi ili usisahau. Tafsiri ya kwanza, utukufu wa Mungu maana yake nini? Tafsiri ya kwanza, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Wa wazi wa uwepo wa Mungu. Tafsiri ya kwanza, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Yaani hutafutizi kwamba mahali hapa Mungu yupo. Hutafutizi. Tunaposema tu utukufu wa Mungu umefunika hili jengo, huulizi, yaani hutafutizi. Ni udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Kwa lugha nyingine tunasema ni uhalisia wa uwepo wa Mungu. Mungu anajifunua katika uhalisia wake. Yaani huisi tu kwamba Mungu yuko hapa, amejifunua katika uhalisia wake. Swali linakuja, tumejifunza kwamba usiguse utukufu wa Mungu. Sasa mwalimu, kwa nini unatufundisha juu ya badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho? Mbona unatuchanganya? Yohana 17 mstari wa 22 hadi 23. Ukianzia kule juu, Yesu anasema, siwaombei hawa tu, lakini na wao watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Ule mstari wa 20. Lakini 22 anamwambia baba yake, anasema, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Sema nimewapa wao. Maana yake ni Yesu anasema kwamba utukufu ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Sio tulivyo na umoja, tulivyo umoja. Wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Yaani sisi hatuna umoja, ila sisi ni umoja. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu angesema kama tulivyo na umoja, maana yake wako 3 au 4. Lakini yeye anasema kama sisi tulivyo umoja, maana yake ukimwona Yesu umemwona Baba. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja. Nataka uone hao maneno yanavyojirudia. Ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Jana nilikugusia kidogo hapa. Anapozungumza jambo hili anamaanisha nini? Unisikilize. Utukufu ulionipa nimewapa wao. Kumbuka pale juu nimekwambia uhalisia wa uwepo wa Mungu. Anapozungumza kitu cha namna hii, ukisoma Biblia utagundua utukufu anaozungumza Yesu ni upi. Ilikuwa ili umuone Baba, lazima umuone Yesu. Maana yake ndani ya Yesu alikuwepo Baba. Sasa utukufu huo aliyetupa sisi ni upi? Maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa hawezi kuishi ndani ya mtu, lakini kwenye Agano Jipya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kupitia mwanaye anaingia ndani yetu, anakaa na sisi, anatembea na sisi, anakula na sisi. Yaani unakuwa na Mungu mahali popote ulipo. Unakuwa na Mungu ukiwa kazini kwako, unakuwa na Mungu ukiwa nyumbani, unakuwa na Mungu ukiwa chumbani kwako. Ndio maana Yesu anaposema ule utukufu ulionipa mimi nimewapa wao pia. Maana yake namna ambavyo Baba kwangu umekuwa ukijifunua, hali hiyo hiyo ninaiachilia kwao. Kwao pia wewe utaonekana ukijifunua kwenye maisha yao.
Haleluya, haleluya, haleluya. Na angalia kitu anazungumza, anasema ili wawe na umoja. Kwa hiyo unagundua moja ya kitu kitakachosababisha Mungu ajifunue na ule utukufu uonekane, umoja. Na umoja sio kukaa pamoja watu wa Mungu. Ndani ya moyo wa mtu anapokuwa na ile roho ya kupenda umoja, roho ya kutojibagua, kutojiona yeye ni bora kuliko wengine, anapenda umoja. Mtu anayependa umoja anathamini, anaheshimu pia watu wengine, anapenda umoja. Leo, kwa nini leo kanisa linapoteza huo utukufu? Hata wale ambao tulitegemea wafunikwe na utukufu hauoni utukufu wa Mungu, kwa sababu hali ya umoja imeondoka ndani ya kanisa. Watu wanachukiana, watu wanawekeana uadui, watu wanagombana, watu hawapendani. Hiyo hali vita, vurugu zinapokaa kwenye mioyo ya watu, utukufu wa Mungu huwa unaondoka. Amen, amen. Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanisikia vizuri? Kwa lazima ujifunze kuwa na umoja, kuwapenda wenzako, kuwaheshimu wenzako, kuwathamini wenzako. Ule umoja unapokuwa ndani, roho ya umoja inapokuwa ndani ya moyo wako, inavuta utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Na moja ya kitu nataka nikwambie, anapozungumza anasema mimi ndani yao nawe ndani yangu. Ndio kile nimekuambia, kupitia mwanae Yesu Kristo ndani yetu tunaishi na Mungu aliye hai, watu wa Mungu. Hivyo mwahi kujiuliza ukajitambua tu kwamba mimi ninakaa na Mungu ndani? Ikiwa umeokoka, unaishi na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni wa kawaida, wewe sio wa kawaida, wewe sio wa kawaida. Ni ile kwa sababu ufahamu na akili yako havijaelewa sawa sawa kwamba mimi nikiokoka, ninapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ndani yangu Mungu anaanza kuishi. Mungu anaingia ndani yangu, Mungu anaanza kuishi. Yaani Mungu aliyeniumba mimi anaingia tena ndani yangu, aanze kuishi na mimi. Alafu haishii hapo, ananigeuza, ananiingiza ndani yake, ili ndani yake niwe hai, ili ndani yake niishi, ili ndani yake niweze kwenda. Maisha yangu yanazaliwa upya ndani yake. Kila kitu kinaanzia ndani yake. Kama ni biashara, ndani yake. Kama ni elimu, ndani yake. Kama ni kazi, ndani yake. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kimebebwa na kimefunikwa na Mungu aliye hai. Adui anapokuja ili apigane vita na mimi, kabla hajaniona mimi, anamuona Mungu ambaye ni baba yangu, kwa kuwa ndani yake nimefichwa. Sio mimi ninayeishi, lakini yeye anaishi. Saa hiyo ukishaanza kuishi kwa namna hiyo, huyu mtu tunasema utukufu wa Mungu uko ndani yake, lakini umedhihirika kwenye maisha yake. Kwa sababu unaweza ukawa na utukufu wa Mungu ndani yako ila haujadhihirika kwenye. Alafu uongozwe sala ya toba upya. Kwa nini ulikaa nyuma wakati mama yako yuko mbele? Lazima umewaza vibaya wewe. Walikuwa wataki hata harufu ya dhambi, harufu tu ya dhambi, kinachoitwa dhambi iwepo. Wangapi wananielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kama vile yalikuwa maisha fulani hivi magumu, lakini yalikuwa yanalinda, yanambadilisha mtu kabisa. 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 Yani kuna shuhuda huwezi kuzisikia kwamba nilikabwa usiku. Zilikuwepo hizo shuhuda kweli? Huwezi kuzisikia. Leo ni kawaida tu. Tumishi niombe. Yani wamenikaba usiku, wamenindinya. Afu anayeongea ameokoka. Tatizo liko wapi? Ufahamu, akili. Mwambie jirani yako akili. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa nikakueleza vitu vya namna hii, na nikakwambia lengo la somo. Sitarudia malengo ya somo, jana nilikwambia kama matatu hivi, lakini nataka nimalizie leo lingine. Nikakwambia malengo ya somo nilikueleza, lakini hili nataka nimalizie lingine. Lengo la somo hili, kwa nini Mungu anatupa somo hili? Lengo lingine ni kuhuishwa imani yako ili iwe na uwezo wa kukuletea matokeo sahihi. Kuna matokeo alafu kuna matokeo sahihi. Amen, amen. Kuhuishwa imani yako. Kuhuishwa maana yake unacho imani, unayo. Mtu anaweza akawa na imani imedumaa, anaweza akawa na imani iliyo dhaifu, anayo imani ndogo, anayo imani dhaifu, anayo imani iliyodumaa, haileti matokeo. Ubaya wa imani iliyodumaa, inakumbuka tu historia, lakini haina kitu kipya kinachoendelea. Unanisikia nachosema? Unakuna simulia tu. Yaani mimi miaka 7 iliyopita nakwambia, nilikuwa nikiomba namna hii, naona mpaka nyumba inacheza hivi, nguvu za Mungu zimeshuka. Afu namwambia omba basi leo, hawezi. Kwa nini? Imani yake imedumaa, imebaki na historia ya zamani, hakuna kitu kipya. Sasa lengo la somo hili ni kuhuisha imani yako. Na kwa nini imani yako ihuishwe? Kumbuka, hizi ni siku za mwisho, ni siku ambazo unahitaji kutembea na kuishi kwa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini imani yako ikuletee matokeo sahihi? Somo hili linalohusu utukufu linauishaje imani yako. Yohana 11 mstari wa 40, Yesu anamwambia Martha, si nilikuambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa kuna aina ya imani ambayo mtu akiwa nayo anauona utukufu wa Mungu. Kuna aina ya imani. Nilikuwa mkoa mmoja, nafikiri mkoa wa Mwanza, wilaya ya Sengerema, nikawa nafundisha imani ya kupita mahali adui zako hawawezi kupita. Nayo ni aina ya imani, ni imani hii. Alafu kijana wangu Onesimo alipokuwa ananiuliza jambo moja kwamba unajua hali iko hivi na hivi na hivi, nikamwambia, nikawa nawaza moyoni, amesahau lile somo la Sengerema, imani ya kupita mahali adui zako hawezi kupita. Kuna imani ambayo inahusiana na masuala ya uponyaji tu, uponyaji peke yake, uponyaji uponyaji. Na mtu akiwa na imani ya namna hii wala hahitaji maombi mengi. Yesu alikuwa akikutana nao wengine, anawaambia imani yako imekuponya, wala muombei. Kwa sababu ile imani inayohusiana na masuala ya uponyaji, ukisha kuwa nayo inavuta muujiza unaoleta uponyaji kwenye afya yako. Ni imani. Amen, 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 amen. Lakini kuna imani ambayo huwa inadhihirisha utukufu. Imani ya namna hii ukiwa ndani yako, mwalimu, mtajuaje sasa ishara ya imani hii kwamba ninayo? Imani ambayo inafunua utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Imani ya namna hii ikisha kuwa ndani yako, huwa inatengeneza lugha au inatengeneza msukumo wa kumtaka Mungu kuliko chochote. Unaweza ukawa una njaa, unaweza ukawa unapita mahali pagumu kwenye biashara, lakini imani ya namna hii inapoumbika ndani, Roho Mtakatifu anapoitengeneza ndani, utajikuta kila ukiingia kwenye maombi, huombi Mungu akupe pesa, huombi Mungu akupe uchumi, lakini inakusukuma kumtaka Mungu kuliko chochote. Unaweza kukutana na mtu wa namna hii, anaumwa, ulitegemea aombe Mungu niponye, afu unashangaa anaomba Mungu, ninakutaka wewe tu utawale maisha. Imani ya namna hii huwa inamvuta Mungu kuliko chochote kwenye maisha ya mtu. Unanielewa ninachosema? Jina la Yesu litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anapokuwa na imani ya namna hii, utukufu wa Mungu unapodhihirika, unajua vitu gani vinatokea? Ni vitu vingi sana, na nitakuonyesha. Ni vitu vingi sana. Kwa lengo la somo hili ni kuhuisha pia imani yako ikuletee matokeo sahihi. Jamani, imani ina tabia ya kuleta matokeo. Ukisema nina imani, maana yake wewe ni mtu wa matendo makuu ya Mungu. Ni mtu ambaye maisha yako yanaambatana na ishara, yanaambatana na matokeo, sio maneno. Ukishasema mimi ni mtu wa imani,
Maana yake wewe ni mtu wa matokeo. Matokeo. Huzungumzi porojo. Husemi tu ninayo imani, lakini unakuwa mtu wa matokeo. Sasa unaweza ukawa nayo lakini haiko active. Ndio maana mahali pengine Yesu aliwaambia enyi wenye imani haba. Unajua maana yake ni kwa nini aliwaambia vile? Kwa sababu matokeo yaliyohitajika kutokea hayakutokea. Enyi wenye imani haba. Na ubaya wa imani yako kuzofika, utakwamishwa kuingia kwenye maisha ambayo Mungu alikukusudia uwe nayo. Kama nafikiri nakutania, kaulize wana wa Israeli, kasome Waebrania, inasema hawakuingia katika raha ile. Kwa nini hawakuingia? Kwa sababu ya kutokuamini. Kutokuamini tu, hawakuingia. Mwalimu unaongea nini? Ngoja nikueleze. Watu wengi hapa wanaoomba na wengine wanaohudhuria makongamano ya maombi, wakimwombaga Mungu, wakimwomba Mungu anawaletea vitu, anawaonyesha. Wengine anawaletea mawazo, wengine anawaletea ndoto. Wanaona maisha mazuri, wanaona wako huru, wanaona wamepata hiki. Afu njoo kwenye ulimwengu wa mwili, hivyo wanavyoviona wengine wameviona ni miaka 7, hata kimoja hakipo. Sasa sio kwamba kwenye ulimwengu wa roho vipo. Unamwambia Mungu nahitaji hiki, Mungu anakuonyesha kipo tayari. Shughuli ipo kukitoa kilichoko kwenye ulimwengu wa roho kija kwenye ulimwengu wa mwili. Yaani wewe nikiomba hapa unaweza kaiona mpaka V8 dada. Yaani unaiona kabisa Mungu amenibariki, nina V8, nina magari, nina nyumba, Sasa zitowe hizo nyumba zije ulimwengu wa mwili. Mbona mmetabasamu sana? Kwani haitokei hivyo? Mwalimu, nimeota mimi ni mzima kabisa, lakini kwenye ulimwengu wa mwili bado anafanya nini? Anaumwa. The problem imebaki wapi? Kukitoa kilichoko kwenye ulimwengu wa roho kije katika ulimwengu wa mwili. Na hapo ndio imani inapofanya kazi. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa sababu hivi kwa imani tuwafahamu hata hivi vinavyoonekana havikuumbwa kwa vitu vinavyoonekana, bali viliumbwa kwa vitu visivyoonekana. Sasa mtu anapotaka kupata badiliko kwenye ulimwengu wa mwili, imani inahusika sana kwenye maisha yake. Na ndio maana tutakapokuwa tunajifunza hili somo, utaona moja ya kitu ni kuhuishwa imani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa utukufu maana yake nini? Utukufu wa Mungu maana yake nini? Haya, twende haraka nikupe tafsiri kama 4 hivi. Najua utapata mojawapo itakusaidia. Utukufu wa Mungu maana yake nini? Kama unaandika, andika tafsiri ya kwanza. Tena nakupa fupi ili usisahau. Tafsiri ya kwanza, utukufu wa Mungu maana yake nini? Tafsiri ya kwanza, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Wa wazi wa uwepo wa Mungu. Tafsiri ya kwanza, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Yaani hutafutizi kwamba mahali hapa Mungu yupo. Hutafutizi. Tunaposema tu utukufu wa Mungu umefunika hili jengo, huulizi, yani hutafutizi. Ni udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Kwa lugha nyingine tunasema ni uhalisia wa uwepo wa Mungu. Mungu anajifunua katika uhalisia wake. Yani huisi tu kwamba Mungu yuko hapa, amejifunua katika uhalisia wake. Swali linakuja, tumejifunza kwamba usiguse utukufu wa Mungu. Sasa mwalimu, kwa nini unatufundisha juu ya badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho? Mbona unatuchanganya? Yohana 17 mstari wa 22 hadi 23. Ukianzia kule juu, Yesu anasema siwaombei hawa tu, lakini na wao
watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, ule mstari wa 20. Lakini 22 anamwambia baba yake, anasema nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Sema nimewapa wao. Maana yake ni Yesu anasema kwamba utukufu ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Sio tulivyo na umoja, tulivyo umoja. Wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Yaani sisi hatuna umoja, ila sisi ni umoja. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu angesema kama tulivyo na umoja, maana yake wako 3 au 4. Lakini yeye anasema kama sisi tulivyo umoja, maana yake ukimwona Yesu umemwona Baba. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja. Nataka uone hao maneno yanavyojirudia. Ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Jana nilikugusia kidogo hapa. Anapozungumza jambo hili anamaanisha nini? Unisikilize. Utukufu ulionipa nimewapa wao. Kumbuka pale juu nimekwambia uhalisia wa uwepo wa Mungu. Anapozungumza kitu cha namna hii, ukisoma Biblia utagundua utukufu anaozungumza Yesu ni upi. Ilikuwa ili umuone Baba, lazima umuone Yesu. Maana yake ndani ya Yesu alikuwepo Baba. Sasa utukufu huo aliyetupa sisi ni upi? Maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa hawezi kuishi ndani ya mtu, lakini kwenye Agano Jipya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kupitia mwanaye anaingia ndani yetu, anakaa na sisi, anatembea na sisi, anakula na sisi. Yaani unakuwa na Mungu mahali popote ulipo. Unakuwa na Mungu ukiwa kazini kwako, unakuwa na Mungu ukiwa nyumbani, unakuwa na Mungu ukiwa chumbani kwako. Ndio maana Yesu anaposema ule utukufu ulionipa mimi nimewapa wao pia. Maana yake namna ambavyo Baba kwangu umekuwa ukijifunua, hali hiyo hiyo ninaiachilia kwao. Kwao pia wewe utaonekana ukijifunua kwenye maisha yao. Haleluya, haleluya, haleluya. Na angalia kitu anazungumza, anasema ili wawe na umoja. Kwa hiyo unagundua moja ya kitu kitakachosababisha Mungu ajifunue na ule utukufu uonekane, umoja. Na huu umoja sio kukaa pamoja watu wa Mungu. Ndani ya moyo wa mtu anapokuwa na ile roho ya kupenda umoja, roho ya kutojibagua, kutojiona yeye ni bora kuliko wengine, anapenda umoja. Mtu anayependa umoja anathamini, anaheshimu pia watu wengine, anapenda umoja. Leo, kwa nini leo kanisa linapoteza huo utukufu? Hata wale ambao tulitegemea wafunikwe na utukufu hauoni utukufu wa Mungu, kwa sababu hali ya umoja imeondoka ndani ya kanisa. Watu wanachukiana, watu wanawekeana uadui, watu wanagombana, watu hawapendani. Hiyo hali vita, vurugu zinapokaa kwenye mioyo ya watu, utukufu wa Mungu huwa unaondoka. Amen, amen. Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanisikia vizuri? Kwa lazima ujifunze kuwa na umoja, kuwapenda wenzako, kuwaheshimu wenzako, kuwathamini wenzako. Ule umoja unapokuwa ndani, roho ya umoja inapokuwa ndani ya moyo wako, inavuta utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Na moja ya kitu nataka nikwambie, anapozungumza anasema mimi ndani yao nawe ndani yangu. Ndio kile nimekuambia, kupitia mwanae
Yesu Kristo ndani yetu, tunaishi na Mungu aliye hai. Watu wa Mungu, hivyo umewahi kujiuliza ukajitambua tu kwamba mimi ninakaa na Mungu ndani? Ikiwa umeokoka, unaishi na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Ni ile kwa sababu ufahamu na akili yako havijaelewa sawa sawa kwamba mimi nikiokoka, ninapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ndani yangu Mungu anaanza kuishi. Mungu anaingia ndani yangu. Mungu anaanza kuishi. Yaani Mungu aliyeniumba mimi anaingia tena ndani yangu, aanze kuishi na mimi. Alafu haishii hapo, ananigeuza, ananiingiza ndani yake, ili ndani yake niwe hai, ili ndani yake niishi, ili ndani yake niweze kwenda. Maisha yangu yanazaliwa upya ndani yake. Kila kitu kinaanzia ndani yake. Kama ni biashara, ndani yake. Kama ni elimu, ndani yake. Kama ni kazi, ndani yake. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kimebebwa na kimefunikwa na Mungu aliye hai. Adui anapokuja ili apigane vita na mimi, kabla hajaniona mimi, anamuona Mungu ambaye ni baba yangu, kwa kuwa ndani yake nimefichwa. Sio mimi ninayeishi, lakini yeye anaishi. Saa hiyo ukishaanza kuishi kwa namna hiyo, huyu mtu tunasema utukufu wa Mungu uko ndani yake, lakini umedhihirika kwenye maisha yake. Kwa sababu unaweza ukawa na utukufu wa Mungu ndani yako ila haujadhihirika kwenye. Amen. Kama umenielewa sema amen. Kwa hiyo uwepo wa Mungu kwenye maisha yako unakuwa wazi kabisa, unakuwa harisi. Andorobosi, yaani kitendo cha kufahamu kwamba Mungu yuko ndani yangu. Wow. Saa nyingine tunapohubiri hivi unaweza kusema, mwalimu wewe ukutanagi na vita yoyote? Sikiliza, vita ni kubwa, lakini kitendo cha kujua Mungu yuko ndani yako, vita haupigani wewe, anapigana Mungu aliyekubeba. Sijui unaelewa? Mungu akiyabeba maisha yako anajua wapi utachoka, wapi utakwama, wapi huwezi kufanya. Kuna saa vitisho vinakuja, alafu Mungu anakuambia usiogope, mimi niko pamoja na wewe. Ujapopita katika mito inayogalikisha, wewe hautagalikishwa. Anakuambia ujapopita kwenye miali ya moto, haitakuunguza. Kwa nini unatembea kwa ujasiri kwenye moto? Kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Mandorosi. Mwingine anakuambia, mwalimu huo ujasiri unaotoa wapi? Mungu akiwa ndani yako, wewe ni jasiri kuliko simba. Utakanyaga anga ambazo wengine hawawezi kukanyaga na utatoka salama. Kwa nini? Kwa sababu sio wewe unakanyaga, lakini ni Mungu ndani yako. Watu wa Mungu nisikilize, Mungu anapotaka kutembelea familia yako hata toka mbinguni aje. Mungu anamtafuta mtu anayeitwa wewe. Wewe unakuwa lango. Ndio maana ukisoma maandiko anasema, nikatafuta mtu miongoni mwao, nikatafuta mtu kwenye familia yao, nikatafuta mtu kwenye kwaya yao, nikatafuta mtu kwenye kundi lao la maombi, nikatafuta mtu kwenye praise, nikatafuta mtu kwenye fellowship, nikatafuta mtu kwenye mtaa, nikatafuta mtu kwenye ukoo. Atakayesimama. Mungu anatafuta mtu, sio watu. Mtu hata kama ni ukoo ni kubwa kiasi gani, Mungu anasema shida na ukoo wote, nataka kamtu kamoja tu. Nikimpata huyo, takaa ndani yake. Anaweza akaja kwenye kwaya, anasema natafuta mtu. Kuna viwango nataka kuipeleka hii kwaya, lakini kuna mtu lazima nimpate ndani yao, lazima nimpate katikati yao. Huyo mtu nitafanya kitu gani? Nitafunua utukufu wangu juu ya maisha yake, na kupitia yeye kundi zima litavuka mahali nilipokwama, kupitia mtu mmoja. Kama unanielewa sema amen. Unisikilize mtu wa Mungu. Mwalimu, kwa nini unaongea hivi?
Angalia jambo lingine la pili, haraka. Angalia jambo la pili. Angalia tafsiri ya pili. Tafsiri ya pili. Na kwenye hiyo tafsiri ya kwanza usije ukasahau, katika maandiko niliyokusomea, maisha makamilifu yanapatikana ndani ya utukufu wa Mungu peke yake. Ndani yake ndimo utakamojijua na kujifahamu vema kwamba wewe ni nani. Tafsiri ya pili, andika, hii ni ndefu kidogo. Tafsiri ya pili, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu. Utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu. Mungu ana asili yake. Kwa tunaposema utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mng'ao wake, katika mabano unaweza kuandika nuru yake, ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mkato, mng'ao wake, katika mabano nuru yake, katika uzuri wa ajabu, pendo lake, rehema zake, furaha, amani, ukuu na mamlaka yake katika Kristo Yesu. Na mamlaka yake katika Kristo Yesu. Narudia, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mng'ao wake, katika mabano nuru yake. Mng'ao wake ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mkato, mng'ao wake, katika uzuri wa ajabu, pendo lake, rehema zake, furaha, amani, ukuu, uweza na mamlaka yake katika Kristo Yesu. Haya mambo haya yanapodhihirika ndani ya mtu, tunasema huyu mtu utukufu wa Mungu umedhihirika ndani yake. Moja ya vitu utaviona ni hivi hapa, asili ya Mungu. Ninaposema asili ya Mungu, nazungumza juu ya tabia zake. Unanisikia? Bwana asifiwe. Kiwango cha utukufu wa Mungu kinapodhihirika ndani yako, moja ya vitu utashuhudia kwenye maisha yako, tabia za Mungu. Mng'ao, yani Kristo anaanza kung'aa moyoni mwako. Yani kuna mng'ao, kuna nuru inamulika ndani yako. Ndani yako nuru inamulika. Yani hata kama kuna doa, hakusubirii mhubiri aje akuhubirie. Yani ile nuru inayokumulika inakufanya wewe mwenyewe ujue mimi nina doa, kuna kadoa hapa. Na ile nuru sio tu kukumulika, inashughulika mpaka na hayo madoa yasiwepo ndani yako. Inamulika ndani yako, utaona uzuri wa ajabu. Ndio unasikia mtu analia machozi, anasema Yesu ni mzuri jamani, Yesu ni mzuri jamani, onjeni muone alivyo mwema Yesu. Kuna uzuri ambao hawezi kusimulia. Jamani, watu wa Mungu nisikilize, kuna kuaga na uzuri ndani ambao mtu akikwambia nisimulie, huwezi. Mwaka fulani nakumbuka nilikuwa nimekaa na rafiki yangu mmoja, ni mwalimu wa neno la Mungu sasa, anaitwa Emmanuel Nyambo. Wakati naongea naye namwambia, hivi unasikia uzuri? Hivi unasikia ninachokisikia? Hivi unakisikia? Hivi unakisikia kweli? Hivi unakisikia? Akawa ananishangaa, naye anajiuliza kuna nini limetokea. Kuna uzuri wa ajabu jamani. Unaweza ukawa umelala njaa, lakini ule uzuri wa ajabu unausikia kule ndani. Mpaka saa nyingine watu wanaweza wakahisi huyu jamani chizi. Kuna saa unaweza ukakaa kwenye maombi, watu wanaomba wanalia, wewe unajikuta unatabasamu. Unaomba alafu unatabasamu, unaomba alafu unacheka. Watu wanaweza wakakuondoa wakasema amepigwa na pepo. Uzuri unaosikia ni wa ajabu mno. Unasahau kama duniani kuna mateso. Unasahau kama kuna watu wanakusema vibaya. Unasahau kama kuna watu wanakutesa. Uzuri ule unakuwa wa ajabu mno. Ukishaona dalili za namna hiyo, ujue utukufu wa Mungu unajifunua ndani yako. Na mtu wa namna hii hawezi kuwa na visasi, hawezi kuwa na uchungu. Anachofurahia ni kuna kauzuri. Nyie watu wa Mungu, kuna kauzuri fulani hivi. Yani sijui nisemaje.
Sijui ni lugha gani. Lugha gani inaweza kueleweka? Kuna kauzuri, jamani, kuna uzuri. Lugha gani inaweza semwa? Kuna uzuri ambao hivi mwae kupata uzuri ambao yani uwezi kusimulia mtu. Unaweza kukuta unapiga step alafu wimbo haupo, hakuna kinachopigwa, hakuna vyombo, alafu mtu anazunguka tu hivi. Yani jamani, mnanielewa ninachosema? Nasema uzuri wa ajabu. Nyinyi mnaonaga tu Petro aliposema tujenge vibanda vitatu hapa. Hivi unaelewa? Ukienda mbinguni kamuulize ulisikia nini? Hakusikia baridi. Kumbuka ni mlimani. Hakusikia baridi, hakusikia jua, hajui chakula kitatoka wapi. Yani saa hiyo njaa hakuna. Yani unachosikia ni uzuri wa ajabu. Hivi unajua kwa nini watu wakifika ibadani wanakuwa disappointed? Yani amekaa tu ibadani masaa kadhaa, anasema natamani ibada mbona haiishi? Saa hizi ni 3:30, mbona haiishi? Unajua kinachokosekana nini? Utukufu wa Mungu. Wakifika kwenye ibada wakakutana na utukufu, kuna uzuri ambao utaanza kunyenyua watu. Nyenyuka, nenda nyumbani, anyenyuki kwenye madhabahu. Uzuri. Ukishaona kitu cha namna hiyo, ujue utukufu wa Mungu umefanya nini? Umedhihirika. Na ule uzuri unapodhihirika ndani, kwanza huwa unabadilisha mpaka mitazamo kabisa kabisa, na unakutia moyo sana. Lakini kuna vitu utaanza kuviona ndani yako, pendo lake, pendo la Mungu. Unasema Mungu ananipenda namna hii. Unajua kuna pendo, unasikia hisia zako zikiguswa na pendo la Mungu. Mungu amenipenda sana. Leo hii nikikwambia, nikikusimulia hapa, Mungu anakupenda sana, unasema ananipenda. Lakini ukiguswa na pendo lake linalozaliwa ndani ya utukufu, hakuna mtu atakwambia Mungu anakupenda. Yani wewe mwenyewe unaweza ukatoka umevaa hivyo unatembea hivi, afu unasema jamani, Mungu ananipenda sana. Mnanielewa ninachosema? Kwa sababu unalisikia pendo lake ndani yako. Kwa nini watu wananungunika? Kwa sababu utukufu wa Mungu usipodhihirika, manunguniko yanakuwa mengi. Utawanungunikia watu, utazungumza vitu mpaka visivyofaa. Lakini utaona kitu kingine, rehema za Mungu, ni huruma za Mungu. Unaona furaha isiyo ya mfano. Unaona amani ndani. Unasikia ukuu. Yani unaweza kumwona mtu nakumbuka kipindi fulani hivi, unafua suruali moja unavaa hiyo tena imetoboka na hapa pensi ya ndani inaonekana, lakini unajisikia majestic, mkuu tena unatembea mpaka yani unajisikia wewe ni mkuu yani, lakini una suruali moja hivi. Unanielewa ninachosema nyewe watu wa Mungu? Yani unatembea hivi, yani unatembea kibabe. Sije mnanielewa? Utukufu wa Mungu unapodhihirika, yani unapotea wewe, anaanza kuonekana Mungu aliye hai kwenye maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe. Yani ukikaa hivi unajisikia ukuu, yani unajisikia unyonge unatoweka. Utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu aliyefunuliwa kwetu. Unaposikia habari ya utukufu wa Mungu ni kitu gani? Tafsiri nyingine, utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu aliyefunuliwa kwetu. Utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu aliyefunuliwa kwetu. Waebrania 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Angalia haraka hapo. Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Angalia Biblia inavyosema. Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mstari wa 3, sikiliza kwa makini hapo. Mstari wa 3 anasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake,
akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Sasa angalia, Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii, kwa sehemu nyingi alikuwa akitumia manabii kusema nao, alafu anazungumza, anasema kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, anasema mwisho wa siku hizi. Sehemu nyingine Biblia inatumia lugha zamani hizi. Anazungumzaje? Anasema zamani hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Amesema na sisi katika mwana. Afu angalia anachozungumza, anasema hivi: yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Maana yake Yesu Kristo ndio mng'ao wa utukufu wake. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Narudia tena. Yesu Kristo ndiye mng'ao wa utukufu wa Mungu. Yesu Kristo ndiye mng'ao wa utukufu wa Mungu. Maana yake unapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani yako umepokea utukufu wa Mungu. Amen, amen. Sasa tunapozungumza habari za Yesu Kristo kujidhihirisha, kujifunua, maana yake kujiweka wazi. Yaani husubiri mtu aje akwambie wewe unaye Yesu. Yaani wewe mwenyewe unasema mimi ninaye Yesu. Kwa nini unasema unaye Yesu? Kwa sababu umemuona kwenye maisha yako, amejiweka wazi, amejifunua. Sasa ule ndio utukufu. Jina la Yesu libarikiwe. Ukisoma Wakolosai 1:27 anazungumza, anasema, ukisoma kile kipengele cha B, anasema nao ni Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Sasa huyu anaosema Kristo ndani yenu tumaini la utukufu, hii ndio siri ambayo vilifichwa vizazi vingi sana. Ukianzia mstari wa 26, andorobosi, yani kitendo cha kufahamu kwamba Mungu yuko ndani yangu. Wow. Saa nyingine tunapohubiri hivi unaweza kusema, mwalimu wewe ukutanagi na vita yoyote. Sikiliza, vita ni kubwa, lakini kitendo cha kujua Mungu yuko ndani yako, vita haupigani wewe, anapigana Mungu aliyekubeba. Sijui unaelewa? Mungu akiyabeba maisha yako anajua wapi utachoka, wapi utakwama, wapi huwezi kufanya. Kuna saa vitisho vinakuja, alafu Mungu anakuambia usiogope, mimi niko pamoja na wewe. Ujapopita katika mito inayogalikisha, wewe hautagalikishwa. Anakuambia ujapopita kwenye miali ya moto, haitakuunguza. Kwa nini unatembea kwa ujasiri kwenye moto? Kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Mandorosi. Mwingine anakuambia, mwalimu huo ujasiri unaotoa wapi? Mungu akiwa ndani yako, wewe ni jasiri kuliko simba. Utakanyaga anga ambazo wengine hawawezi kukanyaga na utatoka salama. Kwa nini? Kwa sababu sio wewe unakanyaga, lakini ni Mungu ndani yako. Watu wa Mungu nisikilize, Mungu anapotaka kutembelea familia yako hata toka mbinguni aje. Mungu anamtafuta mtu anayeitwa wewe. Wewe unakuwa lango. Ndio maana ukisoma maandiko anasema nikatafuta mtu miongoni mwao, nikatafuta mtu kwenye familia yao, nikatafuta mtu kwenye kwaya yao, nikatafuta mtu kwenye kundi lao la maombi, nikatafuta mtu kwenye praise, nikatafuta mtu kwenye fellowship, nikatafuta mtu kwenye mtaa, nikatafuta mtu kwenye ukoo. Atakayesimama. Mungu anatafuta mtu, sio watu. Mtu hata kama ni ukoo ni kubwa kiasi gani, Mungu anasema sina shida na ukoo wote, nataka kamtu kamoja tu. Nikimpata huyo, taka ndani yake.
Anaweza akaja kwenye kwaya, anasema natafuta mtu, kuna viwango nataka kuipeleka hii kwaya, lakini kuna mtu lazima nimpate ndani yao, lazima nimpate katikati yao. Huyo mtu nitafanya kitu gani? Nitafunua utukufu wangu juu ya maisha yake, na kupitia yeye kundi zima litavuka mahali lilipokwama, kupitia mtu mmoja. Kama unanielewa sema amen. Unisikilize mtu wa Mungu. Mwalimu, kwa nini unaongea hivi? Angalia jambo lingine la pili, haraka. Angalia jambo la pili. Angalia tafsiri ya pili. Tafsiri ya pili. Na kwenye hiyo tafsiri ya kwanza usije ukasahau, katika maandiko niliyokusomea, maisha makamilifu yanapatikana ndani ya utukufu wa Mungu peke yake. Ndani yake ndimo utakamojijua na kujifahamu vema kwamba wewe ni nani. Tafsiri ya pili, andika, hii ni ndefu kidogo. Tafsiri ya pili, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu. Utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu. Mungu ana asili yake. Kwa tunaposema utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mng'ao wake, katika mabano unaweza kuandika nuru yake, ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mkato, mng'ao wake, katika mabano nuru yake, katika uzuri wa ajabu, pendo lake, rehema zake, furaha, amani, ukuu na mamlaka yake katika Kristo Yesu. Na mamlaka yake katika Kristo Yesu. Narudia, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mng'ao wake, katika mabano nuru yake. Mng'ao wake ni udhihirisho wa asili ya Mungu, mkato, mng'ao wake, katika uzuri wa ajabu, pendo lake, rehema zake, furaha, amani, ukuu, uweza na mamlaka yake katika Kristo Yesu. Haya mambo haya yanapodhihirika ndani ya mtu, tunasema huyu mtu utukufu wa Mungu umedhihirika ndani yake. Moja ya vitu utaviona ni hivi hapa, asili ya Mungu. Ninaposema asili ya Mungu, nazungumza juu ya tabia zake. Unanisikia? Bwana asifiwe. Kiwango cha utukufu wa Mungu kinapodhihirika ndani yako, moja ya vitu utashuhudia kwenye maisha yako, tabia za Mungu. Mng'ao, yani Kristo anaanza kung'aa moyoni mwako. Yani kuna mng'ao, kuna nuru inamulika ndani yako. Ndani yako nuru inamulika. Yani hata kama kuna doa, hakusubirii mhubiri aje akuhubirie. Yani ile nuru inayokumulika inakufanya wewe mwenyewe ujue mimi nina doa, kuna kadoa hapa. Na ile nuru sio tu kukumulika, inashughulika mpaka na hayo madoa yasiwepo ndani yako. Inamulika ndani yako, utaona uzuri wa ajabu. Ndio unasikia mtu analia machozi, anasema Yesu ni mzuri jamani, Yesu ni mzuri jamani, onjeni muone alivyo mwema Yesu. Kuna uzuri ambao hawezi kusimulia. Jamani, watu wa Mungu nisikilize, kuna kuaga na uzuri ndani ambao mtu akikwambia nisimulie, huwezi. Mwaka fulani nakumbuka nilikuwa nimekaa na rafiki yangu mmoja, ni mwalimu wa neno la Mungu sasa, anaitwa Emmanuel Nyambo. Wakati naongea naye namwambia, hivi unasikia uzuri? Hivi unasikia ninachokisikia? Hivi unakisikia kweli? Hivi unakisikia? Akawa ananishangaa, naye anajiuliza kuna nini limetokea. Kuna uzuri wa ajabu jamani. Unaweza ukawa umelala njaa, lakini ule uzuri wa ajabu unausikia kule ndani. Mpaka saa nyingine watu wanaweza wakahisi huyu jamani chizi. Kuna saa unaweza ukakaa kwenye maombi, watu wanaomba wanalia, wewe unajikuta unatabasamu. Unaomba alafu unatabasamu, unaomba alafu unacheki. Watu wanaweza wakakuondoa wakasema amepigwa na pepo.
uzuri unaosikia ni wa ajabu mno. Unasahau kama duniani kuna mateso. Unasahau kama kuna watu wanakusema vibaya. Unasahau kama kuna watu wanakutesa. Uzuri ule unakuwa wa ajabu mno. Ukishaona dalili za namna hiyo, ujue utukufu wa Mungu unajifunua ndani yako. Na mtu wa namna hii hawezi kuwa na visasi, hawezi kuwa na uchungu. Anachofurahia ni kuna kauzuri. Nyie watu wa Mungu, kuna kauzuri fulani hivi. Yaani sijui nisemaje. Sijui ni lugha gani. Lugha gani inaweza kueleweka? Kuna kauzuri, jamani, kuna uzuri. Lugha gani inaweza semwa? Kuna uzuri ambao hivi mwae kupata uzuri ambao yani uwezi kusimulia mtu. Unaweza kukuta unapiga step alafu wimbo haupo, hakuna kinachopigwa, hakuna vyombo, alafu mtu anazunguka tu hivi. Yani jamani, mnanielewa ninachosema? Nasema uzuri wa ajabu. Nyinyi mnaonaga tu Petro aliposema tujenge vibanda vitatu hapa. Hivi unaelewa? Ukienda mbinguni kamuulize ulisikia nini? Hasikusikia baridi. Kumbuka ni mlimani. Hakusikia baridi. Hakusikia jua. Hajui chakula kitatoka wapi. Yani saa hiyo njaa hakuna. Yani unachosikia ni uzuri wa ajabu. Hivi unajua kwa nini watu wakifika ibadani wanakuwa disappointed? Yani amekaa tu ibadani masaa kadhaa, anasema natamani ibada mbona haishi? Saa hizi ni 3:30. Mbona haishi? Unajua kinachokosekana nini? Utukufu wa Mungu. Wakifika kwenye ibada wakakutana na utukufu, kuna uzuri ambao utaanza kunyenyua watu. Nyenyuka, nenda nyumbani. Anyenyuki kwenye madhabahu. Uzuri. Ukishaona kitu cha namna hiyo, ujue utukufu wa Mungu umefanya nini? Umedhihirika. Na ule uzuri unapodhihirika ndani, kwanza huwa unabadilisha mpaka mitazamo kabisa, na unakutia moyo sana. Lakini kuna vitu utaanza kuviona ndani yako, pendo la Mungu. Unasema Mungu ananipenda namna hii. Unajua kuna pendo, unasikia hisia zako zikiguswa na pendo la Mungu. Mungu amenipenda sana. Leo hii nikikwambia, nikikusimulia hapa, Mungu anakupenda sana, unasema ananipenda. Lakini ukiguswa na pendo lake linalozaliwa ndani ya utukufu, hakuna mtu atakwambia Mungu anakupenda. Yani wewe mwenyewe unaweza ukatoka umevaa hivyo unatembea hivi, afu jamani Mungu ananipenda sana. Mnanielewa ninachosema? Kwa sababu unalisikia pendo lake ndani yako. Kwa nini watu wananungunika? Kwa sababu utukufu wa Mungu usipodhihirika, manunguniko yanakuwa mengi. Utawanungunikia watu, utazungumza vitu mpaka visivyofaa. Lakini utaona kitu kingine, rehema za Mungu, ni huruma za Mungu. Unaona furaha isiyo ya mfano. Unaona amani ndani. Unasikia ukuu. Yani unaweza kumwona mtu nakumbuka kipindi fulani hivi, unafua suruali moja unavaa hiyo tena imetoboka na hapa pensi ya ndani inaonekana, lakini unajisikia majestic, mkuu tena unatembea mpaka yani unajisikia wewe ni mkuu yani, lakini una suruali moja hivi. Unanielewa ninachosema nyewe watu wa Mungu? Yani unatembea hivi, yani unatembea kibabe. Siji mnanielewa? Utukufu wa Mungu unapodhihirika, yani unapotea wewe, anaanza kuonekana Mungu aliye hai kwenye maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe. Yani ukikaa hivi unajisikia ukuu. Yani unajisikia unyonge unatoweka. Unajisikia kule ndani kabisa ukuu wa Mungu unauona ndani yako. Hata mtu akikwambia Mungu ni mkuu sana, Mungu ni mkuu sana. Sasa nyingine wengine walikuwa wanatutishia, unajua ukienda kuvizia chakula cha msiba alafu unajisikia ukuu kule ndani, alafu mtu anakuambia
Huyo Mungu kama ni mkuu angekufanya uende kuvizia chakula cha msiba, unamwambia wewe ujue tu kuna maisha ninayaona mbele. Jamani, ndani ya utukufu wa Mungu husikii maumivu ya sasa, ila unaona Mungu alichokuandalia mbele. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mamlaka yake inakuwa halisi. Ukitamka vitu vinatokea. Ukisema kwenye kinywa chako kimejaa nguvu, kimejaa mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu utukufu wa Mungu umedhihirika. Tafsiri ya tatu, angalia ya tatu haraka haraka. Utukufu wa Mungu ni kitu gani? Sikiliza, utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu aliyefunuliwa kwetu. Unaposikia habari ya utukufu wa Mungu ni kitu gani? Tafsiri nyingine, utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu aliyefunuliwa kwetu. Utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu aliyefunuliwa kwetu. Waebrania 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Angalia haraka haraka hapo. Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Angalia Biblia inavyosema. Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mstari wa 3, sikiliza kwa makini hapo. Mstari wa 3 anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Sasa angalia, Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, alikuwa akitumia manabii kusema nao, alafu anazungumza, anasema kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Anasema mwisho wa siku hizi. Sehemu nyingine Biblia inatumia lugha zamani hizi. Anazungumzaje? Anasema zamani hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Amesema na sisi katika mwana. Afu angalia anachozungumza. Anasema hivi, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Maana yake Yesu Kristo ndio mng'ao wa utukufu wake. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Narudia tena. Yesu Kristo ndiye mng'ao wa utukufu wa Mungu. Yesu Kristo ndiye mng'ao wa utukufu wa Mungu. Maana yake unapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani yako umepokea utukufu wa Mungu. Amen, amen. Sasa tunapozungumza habari za Yesu Kristo kujidhihirisha, kujifunua, maana yake kujiweka wazi. Yaani husubiri mtu aje akwambie wewe unaye Yesu. Yaani wewe mwenyewe unasema mimi ninaye Yesu. Kwa nini unasema unaye Yesu? Kwa sababu umemuona kwenye maisha yako. Amejiweka wazi, amejifunua. Sasa ule ndio utukufu. Jina la Yesu libarikiwe. Ukisoma Wakolosai 1:27 anazungumza, anasema, ukisoma kile kipengele cha B, anasema nao ni Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Sasa huyu anaosema Kristo ndani yenu tumaini la utukufu, hii ndio siri ambayo vilifichwa vizazi vingi sana. Ukianzia mstari wa 26 tumaini la utukufu. Ndio maana nimekuambia utukufu wa Mungu ni Kristo, ni Yesu Kristo aliyefunuliwa kwetu. Huo ndio utukufu wa Mungu. Nimekupa tafsiri kama 3 na inataka uone kipengele hiki kimoja tu, alafu tuingie kwenye maombi. Utukufu wa Mungu unapodhihirika, mambo yafuatayo hutokea. Kwenye Agano la Kale utukufu wa Mungu ulikuwa unakuja kwa mfumo wa wingu, linafunika mahali. Lakini kwenye Agano Jipya utukufu wa Mungu unaanzia ndani yako.
Unanisikia anachosema? Unaanzia ndani yako. Ndio maana kwenye Wakolosai anasema nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Utukufu wa Mungu unaanzia ndani. Unaanzia ndani. Hautauona kwamba lile wingu limekuja unaanzia ndani yako, alafu ndipo unakuwa manifested nje. Ndio maana unisikilize, ukisema hivi kanisani kwetu kumepoa, hakujapoa, umepoa wewe. Umenielewa ninachosema? Narudia tena, fellowship imepoa, haijapoa, umepoa wewe. Mnanisikia ninachosema? Kanisa letu limepoa, halijapoa, umepoa wewe. Kwa sababu ili kanisa lifunikwe na utukufu, madhabahu ifunikwe na utukufu, jengo lifunikwe na utukufu. Utukufu kwenye Agano Jipya unaanzia ndani yako. Unapoanzia ndani yako, unapodhihirika ndani yako, ukisha kuja huku nje, ninyi mnaokusanyika pamoja, kila mtu ndani yake utukufu wa Mungu umedhihirika. Mnapokusanyika pamoja, lile eneo mnalokusanyikia linafunikwa na huo utukufu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya ndio maana Yesu akasema kaeni ndani yangu. Amen. Nami ndani yenu. Kwa hiyo sio utukufu tu unakuwa ndani, lakini unapojifunua nje unakufunika. Maana yake huonekani wewe, anayeonekana ni Yesu Kristo. Kumbuka nimekwambia Yesu Kristo ndio chapa ya nafsi ya Mungu. Yesu Kristo ndio mng'ao wa utukufu. Kwa hiyo unapokaa ndani yake, kinachoonekana ni mng'ao wa utukufu katika ulimwengu wa roho. Shetani hakuoni wewe, anamuona Yesu. Shetani hakuoni wewe, anamuona Yesu. Kwa nini? Wewe umefichwa ndani yake. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia mtu wa Mungu? Sasa unisikilize ninapomalizia. Utukufu wa Mungu unapodhihirika, mambo mengi huwa yanatokea, lakini nataka uone hili jambo moja ambalo huwa linatokea utukufu wa Mungu unapodhihirika kwenye maisha yako. Jambo mojawapo ambalo huwa linatokea, nataka ulione, la muhimu sana hili ulisikie jioni ya leo. Utukufu wa Mungu unapodhihirika unafunua nguvu ya ufufuo na uzima. Utukufu wa Mungu unapodhihirika kwenye maisha yako unafunua nguvu ya ufufuo na uzima. The power of resurrection. Sawa? Nguvu ya ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima vinakuwa halisi. Unasema, kwa nini mwalimu? Yesu alipokuwa anawafundisha darasa, Martha na Mariamu pamoja na ndugu yao yule Lazaro, lakini mara nyingi alikuwa akimwambia Martha, anasema mimi ndimi ufufuo na uzima. Narudia tena, Yesu alikuwa anasema mimi ndimi ufufuo na uzima. Siku ile Lazaro amekufa, wamemzika siku ya 4, yuko kaburini. Angeenda siku ya pili, kwa utamaduni wa Kiyahudi roho bado haijamwachia mtu, kwa angesema bado hajafa vizuri vizuri. Ndio maana amesikia Lazaro anaumwa, amepelekewa taarifa, Yohana sura ya 11, hakwenda. Lazaro anazidiwa, hakwenda. Lazaro akafa, akapelekewa taarifa ya msiba, Yesu yule rafiki yako umpendaye Lazaro amekufa, hakwenda. Wanasikia tu bado anaendelea kuhubiri ufalme wa mbinguni umefanana, hajaenda. Wakaanza kuomboleza, wakazika, Yesu hayupo. Amesubiri wamezika, na sio kuzika tu, kaanza na kunuka. Sema kaanza kunuka.
Wakati ameanza kunuka, Biblia inasemaje? Ndipo Yesu anatokea. Alafu alipotokea dada zake na Lazaro wanamkimbilia mmoja baada ya mwingine, na kila mtu anaongea lugha ile ile. Ungalikuwepo, ungalikuwepo Lazaro kaka yetu asingekufa. Wanaongea. Yesu anamtizama Martha, anamwambia mmemweka wapi? Mmemweka wapi? Mmemweka wapi? Angalia ile sura ya 11. Sitakusomea, nataka nikuonyeshe tu ule mstari wa 38 mpaka 44. Anamwambia mmemweka wapi? Mmemweka wapi? Akamwonyesha alikomweka. Alipofika pale, unaona Yesu sasa akilia. Tena kabla ya kulia anawaambia toeni nini? Jiwe. Masa alijibu nini? Ananuka. Ananuka. Toeni jiwe. Ananuka. Unaelewa tafsiri yake? Bwana, huyu ameshakufa, haiwezekani tena. Kwanza ananuka. Unaona kama vile unakatiaga watu tamaa. Unasema huyu haiwezekani tena kwa namna alipofikia. Tumwache tu. Haiwezekani tena. Sikiliza, ndani ya utukufu wa Mungu vilivyokufa huwa vinakuwa hai kabisa. Unanisikia mtu wa Mungu? Mungu anapodhihirisha utukufu wake, vilivyokufa vinakuwa hai kabisa. Mungu anapodhihirisha utukufu wake, kila kilichokufa huwa kinakuwa hai. Mungu anamwambia, Yesu anamwambia Martha. Martha anasema ananuka, haiwezekani. Anamwambia nisikilize wewe, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Sasa utukufu wa Mungu alikuwa anamaanisha pale nini? Kile alichomwambia mwanzo, mimi ni ufufuo na uzima. Si nilikwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Utukufu wa Mungu unapokuwepo, kilichokufa kinaweza kuwa hai. Utukufu wa Mungu unapokuwepo, kilichopoteza uzima kinapokea uzima. Ndio maana unisikilize mtu wa Mungu, utukufu wa Mungu unapodhihirika kwenye maisha yako, hata kama vitu vilikufa, hata kama maisha yalipoteza mwelekeo, huwa yanarudi kwenye mstari wake. Jina la Yesu libarikiwe. Saa ile sio nguvu za Mungu ziko kazini. Saa ile ni Mungu mwenyewe yuko kazini. Ndio maana Yesu akasema, kila nikikuomba Baba umenisikia, lakini hili sasa hivi nataka ulifanye kwa ajili ya watu hawa wapate kuamini. Akapaza sauti yake akasema, Lazaro, njoo huku. Alienda kumshika. Hakumshika. Nguvu ya utukufu, the power, the almighty power, nguvu ya uweza inaozaliwa kwenye utukufu wa Mungu, ilimnyenyua aliyewekwa kablini. Tena makaburi yao walikuwa wanachonga tu. Ilimnyenyua kutoka kablini akiwa na sanda, hajafunguliwa hata sanda zake. Ikamnyenyua, alafu ikamleta nje, ikamsimamisha. Aliyekuwa amekufa ananuka. Baada ya kuletwa nje, waulize wale watu waliosema ananuka, walisikia tena harufu. Utukufu wa Mungu, Mungu anapoingia kazini, hata kama umepoteza direction, kila mtu anakuona unanuka, jina lako limechafuka, hali yako ni mbaya, Mungu akiingiza mkono wake, historia huwa inabadilika. Wale waliosema ananuka, Yesu atawaambia mfungueni sana, fungueni, mondoeni kitambaa huyu, mshikeni mkono, msaidieni. Wale unashangaa ndio wanaotoa kitambaa kwenye uso wako. Wale ndio wanaosema jitie nguvu, sasa Bwana amekusaidia, wakati walikuona unanuka. Ndio maana unapojifunza masuala ya namna hii, unisikilize, badiliko la kimaisha linalotokea Mungu liko hivi. Tunapoishi huku duniani, tumekutana na vitu vingi, watu wa Mungu. Wengine tumekutana na mapito ya kila namna, wengine vita ya familia, wengine tumeshambuliwa na maroho kiasi ambacho ukitazama unakokwenda
huoni tumaini kama utafika salama, huoni kama na wewe unaweza kuwa na maisha, lakini ndani ya utukufu wa Mungu kuna tumaini huwa linazaliwa. Vile vilivyokufa vinapoanza kuwa hai, vile ambavyo shetani alijua amevimaliza, ghafla naona vinachipua ndani yako. Afya aliyokuwa najua ameimaliza, ghafla naona uzima unaanza kutokeza. Yule aliyejua kwamba anakufa kwa kansa, ghafla anasikia ile kansa imeanza kusalenda yenyewe. Saa hiyo ni saa ya Mungu kufanya maajabu kwa mtu. Ndio maana lazima mjifunze jambo hili. Utukufu wa Mungu unapodhihirika kwenye maisha yako, maisha yanabadilika. Narudia tena, mwambie jirani yako, maisha yanabadilika. Mwambie tena, maisha yanabadilika. Maisha yana change, watu wa Mungu. Maisha yana change. Sina muda wa kukwambia, ningekueleza. Fikra zinabadilika ndani ya utukufu wa Mungu. Ufahamu una change. Kuna vitu unaanza kuona huku viona before. Kuna uzima unaanza kuona huku uona. Ghafla unasikia mtu anaanza kujisemesha, sitakufa nitaishi ili nitangaze wema wa Bwana. Unajiuliza, huu ujasiri umetoka wapi? Ndani ya utukufu wa Mungu ameshaanza kuona uzima, ameshaanza kuona uponyaji. Macho yake yanafunguka, anaanza kuona vitu ambavyo alikuwa haoni. Ghafla wakati dunia nzima iko inatetemeka, dunia nzima inateteleka, dunia nzima imeharibika, yeye anasema kwenye dunia hii nitaingia na kutoka salama, kwa sababu sio mimi ninatembea, lakini nimefunikwa na Mungu aliye hai. Ndio maana kawaulize Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati mfalme anawatupa kwenye lile tanuli la moto, alijua amemaliza, kwisha, habari yao imekwisha. Wakaanza na kuendelea kula na kufurahi kwamba tumewamaliza watabishaji. Hawakujua hawa viwango vya mahusiano na Mungu wao sio viwango vya kutembea na nguvu za Mungu, ni viwango vya Mungu kutembea nao, ni viwango vya utukufu wa Mungu kutembea nao. Akiwa ndani ya moto anamuona mtu wa nne. Tena Mungu anaruhusu maadui waliokutupa ndio wale wa kwanza kuona kwamba tulijua tumeloga, tumeharibu, nimekuacha nainuka mahali alipo. Utukufu wa Mungu unapoingilia kwenye maisha yako, watu wa Mungu, ile mitego ambayo imewaua wengine, you will never die. Wewe huwezi kufa. Kilichoua wengine hakiwezi kukuua wewe. Kilichoangamiza wengine hakiwezi kuangamiza wewe, kwa kuwa wewe sio wewe, lakini ni Mungu ndani yako. Kama wanaweza kuangamiza Mungu, atakuangamiza. Ndio maana ukijifunza masuala ya namna hii, fikra zako zina change, imani yako inabadilika, kwamba kama nilikuwa ninakiri kufa, sitakufa mpaka nione hiki ambacho Bwana amesema kwenye maisha yangu. Na mimi nataka nikwambie, utukufu wa Mungu ukiingilia kati kwenye maisha yako, kifo kimeahirishwa. Unaelewa? Kifo kimeahirishwa. Tuna shuhuda nyingi za kukwambia. Wengine watu hadi walikuwa wanafurahi, wanakwambia kuishenea, ile ajali tuliyotengeneza hachomoki, alafu wanaamka kesho asubuhi wanakuta unadunda. Kuna maisha ukiwa nayo kwa Mungu, hautateteleka, hautaogopa. Yani hutaruhusu ugonjwa ukutishe hata kama unaumwa. Hutaruhusu hali mbaya unaopitia ikutishe hata kama unapitia sasa, kwa sababu Mungu akikuacha hai anakuwazia mema. Ile kwamba ujafa, maana yake kuna tumaini. Ile kwamba unapumua, maana yake Mungu anakuwazia mema wewe, anakuwazia mema. Hata kama dunia nzima wamegeuka kinyume chako, lakini Mungu yeye anakuwazia mema, kwa sababu kama asingetaka uwe hai usingekuwepo leo. Ukiona upo, maana yake Mungu ana mipango na wewe. Mwambie jirani yako, Mungu ana mipango na mimi. Mwambie tena, Mungu ana mipango na mimi. Mweleze bado hajakuona, mwambie Mungu ana mipango na mimi. Nitaishi hata kama dunia haipendi. Mwambie nitaishi hata kama dunia haitaki. Mwambie nitaishi hata kama wachawi hawataki. Mwambie nitaishi hata kama shetani hataki. Mwambie nitaishi hata kama waganga hawataki. Mwambie nitaishi hata kama mawakala wa giza
Mwambie nitaishi mimi. Mwambie nitaishi mimi. Mwambie nitaishi mimi. Mwambie nitaishi. Kama naelewa, pigie Yesu makofi ya shangwe. Ndani ya utukufu wa Mungu anaishi. Ndio maana nilikuwa nakwambia hapa, kwenye familia Mungu anatafuta mtu, kwenye kizazi chako Mungu anatafuta mtoto mmoja tu. Hata kama unasema wote ni wavuta bangi, kuna mmoja ambaye atakuwa ni mbegu ya kuwarudisha wote hao. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Mungu akiwa harisi kwenye maisha yako, usisikie lugha ya dunia, isikilize lugha ya Mungu anachoongea. Simama kwa miguu yako. Mandorobos. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Oh, simama mahali ulipo. Andaa sadaka yako. Mandorobos. Oh. Ay. Simama mahali ulipo. Funika macho yako, funika macho yako. Ukiwa umesimama kwa utulivu kabisa mbele za Mungu aliye hai. Jesus. Mungu akiingia kwenye mifumo ya maisha yako, umewini. Wewe umefanikiwa. Hakuna jambo la kumshinda Mungu. Hakuna jambo la kumshinda Mungu aliye hai. Hakuna jambo la kumshinda Mungu aliye hai. Funika macho yako. Funika macho yako, ni mshukuru Mungu aliye hai. Baba, ninakushukuru sana. You are so powerful. Wewe una nguvu nyingi mno. Wewe unaweza. Wewe unaweza. Ulishaweza tangu msalabani, ulipokubali kubeba mizigo yetu, ukabeba na huzuni zetu, ukabeba na mateso yetu. Uliweza tangu msalabani. Wewe unaweza Bwana. Wewe unaweza. Wewe unaweza Mungu aliye hai. Wewe unaweza. 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 Funika macho yako. Ukiwa umefunika macho yako, ukiwa umefunika macho yako, nisikilize. Utukufu wa Mungu ni mng'ao, ni Kristo ndani yako, na neno la Mungu linasema Kristo ang'ae mioyoni mwenu. Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Mungu anaingia ndani ya mtu kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo.
Inawezekana umekuja kwenye semina hii haujaokoka. Hatua ya kwanza kabisa ni kumkubali Yesu aingie moyoni mwako. Aliyebeba maumivu na mateso yako msalabani siye mwalimu anayeongea hapa, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu. Aliyebeba huzuni za wanadamu siye mtumishi anayeongea hapa, ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Huyo ndiye akiingia ndani yako anadhihirisha utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama hujaokoka na roho yako inakushuhudia, mimi sijaokoka mwalimu, lakini leo niko tayari kumpokea huyu Yesu, na mimi maisha yangu yafunikwe na Mungu aliye hai. Na kama uliwahi kuokoka, umerudi nyuma, uliwahi kuokoka, umerudi nyuma, unasema mimi mwalimu nimerudi nyuma, namtaka huyu Yesu nitengeneze mahusiano naye tena. Kwa unyenyekevu unaweza ukanyosha mkono wako wa kulia mahali ulipo. Mimi nimerudi nyuma. Nyosha mbele za Mungu aliye hai, usiwaangalie watu andolosi. Nyosha. Baba, watazame watoto wako. Nyosha juu. Baba, watazame watoto wako. Watu hawa wameumbwa na wewe. Wewe ndiye unayetuzaa upya na kutengeneza mahusiano yetu na wewe. Ninakuomba katika jina la Yesu, wagonge muhuri wa ukombozi watu wako hao, na wape ujasiri kuanzia sasa wa kutembea na wewe. Ingia kwenye maisha yao, uachilie nuru kwenye maisha yao, mioyo yao ikupokee kwa upya, uyageuze maisha yao, uweke ndani yao uzima wa milele. In the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, uwahesabie haki watoto wako hao, katika jina la Yesu aliye hai. Wewe uliyenyosha mkono kwa unyenyekevu, fungua macho yako, njoo hapa nikuombee. Sogea tu hapa kwa ujasiri, usiogope. Nikushike mkono wako, nikupe hongera ya kuvuka. Usiogope. Wale walioweka makazi ndani yako watakuwa wanaondoka. Kuna wengine atapokea na uponyaji hapa. Inawezekana adui aliweka mpaka ugonjwa kwenye maisha yako, utaondoka sasa hivi na utakuachia, na Mungu anaweka uzima ndani yako. Funika macho yako, mapepo hayatakaa. Nyanyua mikono yako wewe uliyeko nyuma. Ninaongoza haya maombi na nitakuongoza na wewe pia kwa pamoja. Sema, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante Baba kwa neno lako. Jioni ya leo nimesikia neno lako. Ninaomba Bwana unirehemu, unisamehe. Wewe unajua maisha yangu, wewe unajua maisha yangu, wewe unajua namna ambavyo nimekukosea, nimekutenda dhambi. Ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Samehe maovu yangu, takasa dhambi zangu kwa damu ya Yesu. Niondolee dhambi, niondolee makosa katika jina la Yesu. Kuanzia leo ingia ndani yangu kwa upya kabisa, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Ninakuomba Yesu, liandike jina langu, niandike jina langu
niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, uzima wa milele. Mimi ni wako kuanzia leo. Okoa roho yangu, okoa maisha yangu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniokoa tena, kwa kuniokoa tena. Mimi ni wako, yashike maisha yangu tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu amekusamehe na Yesu ameingia moyoni mwako. Wakati naongoza haya maombi kwa kanisa zima, alafu nitakuruhusu kuja kutoa sadaka, na wakati unatoa sadaka, kwa sababu ya muda wetu, nilikuwa nasikia katika Roho Mtakatifu hali ya kukata tamaa ndani ya mtu, na kukata tamaa kwake kumefika mahali anasema, sijui kama Mungu ananiona mimi. Huyo mtu atasogea mbele wakati wengine wote wanaendelea kuomba wenyewe. Huyo mtu atasogea mbele, nitamwombea. Sijui ni jambo gani limemkatisha tamaa, lakini Roho Mtakatifu anataka amsurprise, amfanyie jambo ambalo atajua sasa, kuprove mawazo yake kwamba sio kweli. Atajua sasa kwamba Mungu anaweza. Amen. Fuatana na mimi maombi haya. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Ukumbi mzima sema, Baba, katika jina la Yesu. Sema tena, Baba, katika jina la Yesu. Mimi ni mtoto wako, mimi ni mtu wako, mimi ni mtumishi wako. Katika jina la Yesu nimesikia neno lako. Shauku ya moyo wangu ni kuona utukufu wako unadhihirika kwenye maisha yangu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. Geuza mawazo yangu, geuza akili yangu, geuza fikra zangu zikuelekee wewe katika hatua mpya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninakuomba ruhusu nguvu zako ndani yangu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dhihirisha huo utukufu wako kwenye maisha yangu kuanzia jioni ya leo. Ninaomba Bwana, dhihirisha huo utukufu wako kwenye maisha yangu kuanzia jioni ya leo, kwa jina la Yesu, ili nguvu ya ufufuo na uzima ipate kupita kwenye mwili wangu, kwenye nafsi yangu, kwenye maisha yangu, ili kufufua chochote kilichouawa kwenye maisha yangu jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fufuka ndani yangu, fufuka ndani yangu hicho kilichokufa, maono yaliyouawa, maisha yaliyoharibiwa. Jioni ya leo ninaamuru yafufuliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Afya iliyoharibiwa ipokee uzima, ipokee ufufuo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jiombee sasa dakika moja, jiombee sasa mtu wa Mungu kule nyuma. Na wewe niliyekwambia una hali ya kukata tamaa, sogea hapa mbele. Sasa hii ni saa ya Bwana. Funika macho yako uliyeko mbele. Hii ni saa ya Mungu aliye hai. Endelea kuomba kule nyuma. Upako wa Roho Mtakatifu uko juu yako. Upako wa Roho Mtakatifu uko juu yako. Yule aliyekata tamaa nimesikia huko ndani ya moyo.
hali ya kukata tamaa. Sogea hapa mbele, simama hapa mbele. Upako wa Roho Mtakatifu uko juu yako. Upako wa Roho Mtakatifu uko juu yako. Simama hapa mbele na mwasaidie watu. Naona nguvu za Mungu. Ninaona nguvu za Mungu sahihi. Endelea kuomba kule nyuma. Kuna vitu vinafufuka kwenye maisha yako. Endelea kuomba. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa ninaamuru nafsi yako kuinuka, na hicho kilichokukatisha tamaa, mkono wa Bwana unaingilia kati sasa, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Hiyo hali iliyonyanyasa maisha yako, hiyo hali iliyofunga watoto wako, sasa, in the mighty name of Jesus. 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 Higher. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus. Mshike hivyo. In Jesus. Ninakuombea sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Nuru kwenye maisha yako. Nuru kwenye maisha yako. In Jesus name. Nuru kwenye maisha yako. In Jesus name. In Jesus name. Thank Jesus. Yes. Endelea kuomba kidogo. Endelea kuomba. In Jesus. Ninaamuru nuru kwenye maisha yako kuanzia sasa. Nguvu ya wokovu. Nguvu za Mungu ziwe ndani yako. By the power of the Holy Spirit. In Jesus. Yes. Funguka mimi. Funguka kwenye maisha yako. Funguka. Jesus name. Pokea neema. Pokea neema mingi. Pokea neema. Pokea uweza. In Jesus. Uwe huru kwenye maisha yako. In Jesus. In Jesus. In Jesus. Enyi mliokuwa umepita mbele nikikugusa unaenda kukaa. Fire Jesus. Uwe huru. Uwe huru kuanzia leo. Maisha yako yako huru binti. By the blood of Jesus. Receive the power of salvation. In Jesus. In Jesus. In Jesus. In Jesus. Kama nimekugusa unaenda. In Jesus name. Wakati unaendelea kuomba unakuja kutoa sadaka. By the power of Holy Spirit. Jesus. Funguka mimi. Funguka. Jesus. Kuanzia sasa nuru inang'aa kwenye maisha yako. Nuru inang'aa kwenye maisha yako. By the blood of Jesus. Mshike kifuani. In Jesus. Njoo baba, inua mikono yako juu. In Jesus. Power of Holy Spirit. Jesus. Uwe huru. Nuru ing'ae kwenye maisha yako. Jesus. Ninaamuru hiyo roho kukuachia kuanzia sasa. Jesus. Shika huyo ng'ombe. Jesus. Yes. Shika huyo kijana. Power of Holy Spirit. Jesus. Pokea nuru kijana kwenye maisha yako. Jesus. Fire. Jesus. Pokea